Ukumbi wa siasa tukiangazia zaidi mengi kuhusiana na miaka hiyo ya Kenya Kwanza na chini ya Rais William Ruto, kizungumza moja kwa moja na waziri wa utumishi wa umma anafahamika kama Geoffrey Ruku, mmoja wa mawaziri ambao wana imani zaidi na serikali hii litarudi hapa. Na wengi wanauliza, kazi nyingi wakati wa COVID zilifahamika kwamba Wakenya wanaweza kufanya remotely, na pia kuhusiana na swala la AI kuhakikisha kwamba public service pia inasaidika katika hilo. Ni kitu ambacho unazingatia? Ni kitu ambao unazingatia zaidi kwa sababu ni kuna kazi kadhaa ambazo unaweza fanya remotely, na pia kuna kazi zingine ambazo wewe huwezi fanya remotely. Kama wewe ni daktari, mara mingi itawezekana uweze zile vifaa ambazo zinaweza saidia wewe kufanya kazi ya udaktari remotely, unakuta zile vifaa kwa sasa zinaweza kuwa hakuna katika mahospitali mingi. Kwa hivyo lazima ukue pale. Na ndio nakumbuka wakati ya COVID kulikuwa na essential services providers ambao walikuwa naruhusiwa kutembea. Mojawapo ni madaktari, mojawapo ni mwanahabari, mwingine watu ya security, wengine watu ya kusafirisha chakula. Kwa hivyo jamani, sio services zote ambazo ni za serikali ambazo wewe unaweza sifanya remotely. Kuna services zaidi ya 300 ya serikali ambazo zinatakikana ukue pale one on one. Ila zingine zinaweza kufanyika nyumbani. Kuna zingine ambazo ni chache ambazo zinaweza fanyika nyumbani. Lakini kwa sasa hatuko katika COVID. Tuko na ile manual, Human Resource Manual ya 2016 ambao inasema vile wafanyikazi wa serikali wanapaswa kuwa wanaajibika katika kazi. Na sio Human Resource Manual and Procedures ya 2016 peke yake. Vile vile katiba yetu ya Kenya, kipengele ya 233, Article 232 of our Constitution, ambao inaongea kuhusu the principles and values of public service. Inaelezea vizuri wewe kama mfanyikazi wa umma unapaswa kuwajibika namna gani. Kwa hivyo hii sio maswala ambao sisi tunajipatia sisi wenyewe ambao tuko katika serikali ama mimi kama waziri. Hapana, ni kuzingatia katiba yetu. Na ukumbuke ya kwamba mimi niliapa na katiba nikasema itazingatia nini? Katiba. Swala la ukosefu. Kwa hivyo jamani, lazima watu wale wako katika maofisi ya serikali waajibike na waamuke asubuhi kulingana na ile Human Resource and Procedures Manual of 2016. Swala la ukosefu wa ajira ni mojawapo ya changamoto kuu, na uliwaona vijana wakiandamana kuhusiana na hili katika taifa letu, katika nchi zetu za Afrika na pia nchi tofauti katika ulimwengu. Ahadi ya Rais William Ruto ilikuwa ku-create jobs. Na ndio maana rais na serikali yake inajituma sawasawa kuhakikisha ya kwamba kuna affordable housing program ambao kwa sasa imeajiri vijana zaidi ya 300,000 Kenyans. Ndio maana rais ameweka mkakati na serikali yake ya kuhakikisha ya kwamba kuna mipango ya kazi huko nchi za Ulaya. Na kwa sasa siku ya leo kupatia hiyo mpango ya rais, kuna vijana zaidi ya 400,000 ambao wamepata kazi katika nchi zingine za nje. Na ripoti ya leo kutoka Central Bank, ile pesa imetoka nje, remittances ambazo imetumwa katika nchi yetu ya Kenya, haijawahi fika hiyo kiwango tena. Imekuwa juu zaidi, more than $5 billion US dollars. Hiyo ni ripoti ya leo. Hiyo inatokana na kuhakikisha kwamba rais ameweka mikataba na nchi ya Ujerumani na nchi zingine huko nje, na kuna mikataba ingine karibu 13 ambao rais anangojea kuweka sahihi ili wa Kenya wale ambao wamehitimu, ambao wako na skills tofauti waweze kupata nafasi ya kupata kazi katika zile nchi. Kwa hivyo rais anajituma kwa affordable housing, kwa kazi na huko kazi majuu anajituma katika kuhakikisha kwamba kuna kazi mtaani. Already serikali kwa mwaka ngoja kidogo, serikali imeajiri 110,000 Kenyans sahi katika kazi mtaani, na rais anataka kupanua hiyo mpango uweze kuajiri vijana. Kwa mwaka tuna create like how many jobs, waziri?
Kwa mwaka kwa sasa kuna kutoka 2022 mpaka wa leo kuna average ya kazi zaidi ya 400,000 ambazo rais na serikali yake inahakikisha kwamba people are getting work about 400,000.